Mimi nimemfahamu kwa muda mfupi, sikuwa huko nyuma nikifahamu mambo mengi, lakini katika harakati zake za kuipandisha timu ya Biro alikuwa karibu sana na mimi kumsaidia katika masuala mbalimbali, lakini nilikuwa najua jukumu analolibeba ni jukumu zito na kubwa sana, kwa sababu masuala ya mipira haya na michezo ni gharama kubwa sana. Na nilikuwa namuuliza, mwalimu, unawezaje wewe kuendesha kituo hiki na kuendesha timu hii, na tutafanyaje hii timu itakapoingia daraja la kwanza au premier ya wanawake? Kwa sababu ninafahamu changamoto za uendeshaji wa mpira katika nchi hii. Washabiki wengi wa mpira ni watu wa maneno, si watu wa vitendo. Huo ndio ukweli. Ni watu wa kulaumu, lakini si watu wa msaada. Wanapenda matokeo, lakini hawana mchango katika hayo matokeo. Kwa hivyo nilikuwa ninajua namna ambavyo mwalimu atahangaika na swala la kuiendesha timu ya Biro. Kwa hiyo nikamwahidi kwamba mimi sina uwezo mkubwa, lakini nitamchangia shilingi milioni 5 kusaidia jitihada zake. Lakini pia niliona kwamba timu itasafiri kwenda mikoani. Mwalimu atawezaje peke yake yeye kuipeleka timu mikoani? Kwa hiyo nikaamua kutafuta uwezo wa kununua basi jipya la timu ya Pamba, na basi la zamani yani Costa nikaagiza kwamba timu ya Biro ya wasichana itakapokuwa na mchezo wote nje ya mkoa wa Mwanza wapewe basi hilo bila masharti yoyote, ili kuchangia maendeleo ya michezo. Lakini pamoja na hayo, mwalimu Bilali alihangaika sana na hii timu. Kwa hiyo leo tunaposimama katika mkoa wetu wa Mwanza katika kuadhimisha maisha yake, kikubwa na mambo pamoja na mambo mengine ya imani yake, kuamini kwake katika Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hatuwezi kusahau mchango wake mkubwa katika sekta ya michezo. Kwa hiyo ninajua ndugu yangu Mwachura na wenzio mtakuwa na kazi kubwa, lakini serikali itaendelea kuwaunga mkono, kwa sababu mnachokifanya sio kwa faida yenu, isipokuwa ni ile passion ambayo mmeiweka katika mioyo yenu. Kuhudumia mpira ni uenda wazimu kwa sababu hauna faida, lakini ni passion kwa sababu inawakusanya watu wengi kwa wakati mmoja. Ndio maana serikali tukiona watu wa namna hii tunawajibika kuwaunga mkono, kwa sababu wanaopata furaha ni wengi, lakini wanaoumia ni wachache. Mwalimu ametangulia mbele za haki, lakini legacy ambayo ameiacha tutaienzi na tutaendelea pale ambapo yeye ameishia katika ndoto zake, ili timu yake na kituo chake kisife, badala yake kiende mbele zaidi. Kwa hivyo sisi katika siasa tunasema ifikie wakati serikali iongeze nguvu kuziangalia academy ambazo ni za watu wa kawaida, ione namna bora ya kuwekeza kwao kwa mtindo wa ruzuku, ili academy hizi za watu maskini na zenyewe ziweze kujiendesha vizuri, ili vijana waweze kupata maisha kupitia mpira wa miguu. Hichi kituo cha Biro miaka 4 iliyopita mimi nilikuwa mwalimu katika timu ya Fountain Gate Princess. Kituo hichi kilimtoa mtoto akiitwa Helena Hamisi. Binti huyo anachezea mpaka timu ya taifa. Alipewa pesa nzuri ambayo inasaidia maisha nyumbani kwao, katokea katika kituo cha Biro. Kwa hivyo kama serikali itaweka mpango madhubuti wa kuzisaidia hizi academy, aidha sport center, kuweza kuweka ruzuku nzuri, vijana wengi wanaweza wakapata maisha, wakaweza kutoka katika maisha yao. Mwisho nihimize wazazi wasiwazuie watoto zao kwenda kujifunza mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni ajira kubwa. Huyu marehemu hakuwa tajiri, alikuwa maskini asili yake, lakini amepata maisha yake aliyoyapata kupitia mpira wa miguu. Kwa majina naitwa Khalid Bitebo, makamu mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Mwanza.
Bilali alikuwa ametutengenezea soka la mkoa wa Mwanza kwa kiasi cha hali ya juu sana, kiasi kwamba ametufanyia sisi viongozi urahisi wa kazi. Bilali alikuwa mchezaji, amechezea Pamba na vilabu tofauti, lakini aliingia kwenye tasnia ya ukocha, akawa kocha na akapata vyeti tofauti tofauti, lakini isitoshe alibobea katika ufundishaji. Matokeo yake sasa ameingia mpaka kwenye academy, kiasi kwamba soka la kina mama, kama mnavyojua, soka la kina mama ulimwenguni liko kwenye hali ya juu sana, na yeye amepita huko, na yeye ana kituo cha watoto wa kike ambao ile timu yake amekaribia miaka mitano ameisimamia kutokea chini, na mpaka sasa hivi inacheza ligi ya wanawake Tanzania. Na leo hapa ndio kwenye kituo, kama mnavyoona nyumba hiyo, hii nyumba ndio wanakaa wale mabinti, anawalea. Kuna msemaji mmoja ameshapita hapa, amesema kwamba sio tu alikuwa mwalimu, lakini ni mlezi, na kwa kweli ni mlezi. Watoto wa kike hapa wanatoka sehemu mbalimbali, wako hapa wanafundishwa mpira, lakini na maadili ya kijamii wanafundishwa, pamoja na mkewe na viongozi wengine wa Bio Queens. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya chama na nyie waombolezaji, mtizame jinsi marehemu alivyosimama kidete kuusimamia mpira wa Mwanza kwenye upande wa soka la kina mama na kina baba, kuisaidia chama cha soka mkoani Mwanza kuwalea vijana ili taifa lipate wachezaji waliokuwa bora na waliokuwa makini kwa ajili ya taifa hili. Kwa niaba ya chama tumepotelewa sana na mtu mahiri sana na mtu makini aliyechukua muda wote toka asubuhi mpaka kufika jioni, anashughulikia mpira tu, na mpaka mauti inamkuta, kichwa chake kinafanya kazi ya kutafuta fedha ili vijana wake waondoke kwenda safari ya kwenda Dar es Salaam. Gari amepata, mafuta hana, anahangaika. Nafikiri katika sakarati ilikuwa ikimzunguka, ni pamoja na hayo yalikuwa yanamzunguka kwa ajili ya kugharamia na kuangalia timu yake itakwendaje kwenye mashindano ambayo yalikuwa yanaikabili timu hiyo. Kwa hiyo ndugu waombolezaji, kwa niaba ya chama tuseme ukweli kabisa, nashindwa kusema kwa jinsi Bilali alivyokuwa, soka liko manake kwenye damu yake. Soka liko kwenye damu yake, sio soka tu peke yake, mashirikiano. Alikuwa na mashirikiano makubwa sana na watu mbalimbali. Leo tizama umma huu jinsi ulivyokuja hapa kuja kuomboleza, unatosha kuwa sisi ni mashahidi kwamba alikuwa mtu wa watu. Lakini kabla yote ni waombe mashehe wako hapo, tumwombee kwa Allah, ampe kauli thabiti, na familia yake iliyobaki awape uvumilivu, kwa sababu kama nimetanguliza ile haya ndio inakuwa mashuhuri, hakuna zaidi ya hiyo. Wapenzi wa soka, lakini pia wananzengo mlioko hapa, kwa kuondokewa na Bilali wetu ambaye alikuwa na timu ya Bilo wasichana. Nimemfahamu kwa muda mrefu, pamoja na hiyo timu tumekuwa tukifanya nayo kazi kwa karibu sana. Nimekuwa nikisaidia pale ninapokuwa na uwezo, lakini baada ya kusikia msiba huu, kwa kweli nilishiwa maneno ya kusema niseme nini, kwa sababu kahangaika nayo mpaka imefika kwenye ligi hiyo ambayo wote tunatambua, na ni mahali ambapo wasichana wetu katika mchezo waliokuwa wanacheza ndio sehemu yao ya ajira. Pia kuna ambao tulitarajia waweze kupata fursa ya kuweza kupata timu kubwa na waweze kupata ajira, lakini pia ingeweza kukuza timu yenyewe ya Bilo, kwa sababu unapotoa mchezaji anakwenda ngazi ya juu au anachukuliwa na wale wanaolipa, manake pia jicho linakuwa kwa hawa wengine, lakini kwa sehemu kubwa linakuwa kwa mwalimu wao. Sasa kama mwalimu ndio ameondoka, mimi niombe wapenzi wa soka, timu hii kwa daraja ililoko haitakiwi kubaki yatima. Wapatikane wengine watakaoweza kuiendeleza timu hiyo
na hasa kwa kuweka legacy ya yule ambaye alikuwa anahangaika nao. Nitasikitika pia nikiona ya kwamba wameishia hapa watakapokuwa wameishia. Kikubwa tu ni kwamba wadau wa mpira Mwanza wako wengi, wake kwa waume, lakini tunao viongozi wetu wa taasisi mbalimbali, viongozi wa serikali, na kwa timu yetu kushiriki katika ligi ni sifa pia ya mkoa, ni sifa ya wilaya. Sasa haitapendeza kama timu hii itaishia njiani. Mimi niwaombe ndugu zangu, niwaombe sana wana Mwanza, niwaombe wana Ilemela, sifa aliyotuachia Bilali kwa hiyo timu ya Bilo, nadhani ni vyema tukaiendeleza. Ni kwa namna gani? Basi wadau wa soka mkae muweze kuona ni jinsi gani timu itaendelea. Leo wote hapa tuna majonzi kwa sababu tumeondokewa na mpendwa wetu, lakini ameacha vijana ambao wana sifa ya wilaya yetu, wana sifa ya mkoa wetu, lakini hata kwa taifa, kwa sababu ni timu chache za wasichana ambazo zinaweza kufikia kiwango chao. Niwaombe sana, nimekuja hapa kwa majonzi makubwa kwa sababu sikutarajia kifo cha ghafla cha Bilali. Kila mmoja anasikitika, hata ukisikia story yake unashangaa tu ilikuwaje Mungu akamchukua katika mazingira hayo. Basi nadhani ni vyema sisi tumeachiwa mtihani kuweza kuona ni kwa namna gani timu hii itaendelea, lakini ni kwa namna gani tutamuenzi mpendwa wetu. Asalamu alaykum.